ndoto mkononi, kalamu na vitabu. Chinga. Mwalimu. Babako ana taarifa kama umekuwa? Ana taarifa. Kwani jioni huruma akini? Eti. Kwa nini umeonea huruma babako? Unajua fika kazi ambayo anaifanya babako, anafanya juu chini. Analima vibarua vya watu. Jua la kwake, mvua ya kwake, yani hapoi. Kikubwa kusomeshe wewe, lakini unaanza kufanya upuzi shuleni. Yaani kumbe wewe unaanza mapenzi. Yaani unaanza kuandika barua, kumtumia mtu fulani kwa ajili ya kumtongoza. Uko serious? Suzi. Upuzi gani huo? Nesi tabia mmeanza nini? Sikulaumu sana wewe, lakini kwa sababu yote anayataka huyu hapa. Upuzi ambao unaofanya Chinga, ipo siku itakuja kutokea kwani. Madam Jeni, zakazi. Sawa, vipi ti? Safi. Vipi, kuna nini? Yaani bwana umefika. Maana watoto wako wameanza tabia za ajabu. Yaani wamefanya nini? Huyu kijana wako ameandika barua ya kumtaka kimapenzi Suzi. Na mwalimu. Sio na mwalimu. Omba, hicho ndo ulichojia hapa shuleni. Teacher, kwa kuwa umefika. Wewe ni mwalimu wa nidhamu. Na utamalizana naye. Okay. Wewe niachie tu. Wakati bwana sasa unajia. Tukutu sana. Chinga. Naam. Hicho ndo ulichojia hapa shuleni. Umekuja kutongoza? Haya kinachokufanya wewe mpaka unamwandikia mtu barua nini? Kama hujaja kutongoza. Nikusamee nini? Sitarudia tena. Chinga. Wazazi wanapambana usiku na mchana. Wanalipa ada kwa ajili yako wewe usome. Lakini mtu mwenyewe mpumbavu mjinga tu unakujisiana yani acha ueleweke. Hivi una akili sawa sawa? Unajielewa? Unajua unachokifanya? Hali ya kuwa wazazi wanajua kwamba tumempeleka mtoto shuleni aende kusoma. Hapo kumbe mtoto mwenyewe hata hujafuata shule, hata hujafuata masomo. Ilo umefuata mapenzi. Hapa walikwambia tunakuja kufundisha mapenzi hapa. Wewe. Ndio maana kwenye somo langu ulishe. Kumbe kwa sababu ni haya. Na unaonekana umekuwa sana. Mpaka unadiriki kumtumia mtu barua ya mapenzi. Sasa nikwambie, kama mwalimu wa nidhamu, singependa na sitaki ili swala lijirudie tena. Unanielewa? Atoka. Toka. Suzi, jabaki. Suzi. Haya mambo umeanza lini? Kakako anajua hili swala? Unalifanya huko shule? Mbona umuonee huruma kakako? Kakako anahaso usiku na mchana. Kutwa anakupambania wewe. Nini wewe ndugu yake usome? Leo na kesho umkomboe kwenye maisha yale. Alafu cha kushangaza unafanya hivi. Hebu uko serious bwana? Unafanya haya? Hapana mwalimu. Utakuwa tumeelewa vibaya. Mimi nipo kwa ajili ya kusoma kwa shule. Si kwa ajili ya mahusiano. Unakuja kusoma. Hasa kama umekuja kusoma na hiki nini? Hii ni nini kama umekuja kusoma? Tuachane na Suzi. Nataka nikwambie swala moja. Suzi, nakuomba
uje nyumbani pale. Sawa? Mwalimu. Wako tena? Hii karatasi sipeleki kwa mwalimu mkuu wala kwa kaka yako. Hili jambo nafanya kulifunga tu. Sawa? Ila alimradi wewe njoo pale nyumbani. Bali usinafajua. Kuna nini sasa nyumbani kwako? Sawa. Soze. Nataka nikwambie kitu kidogo. Nataka afanye mapenzi naye ndani ya dakika 3 tu. Sasa unashtuka nini sasa? Siwezi mwalimu. Sasa uwezi nini na wewe? Ndio kwa hivi mapenzi na wewe ni mwalimu jamani. Sikia. Mimi hapa shuleni utakuja kufeli hata siku moja. Yaani kila kitu nitakuwa nakusaidia. Yaani kama ni majibu ya kwenye mtihani, mimi nitakuwa nakuandikia. Uifanya hivyo. Mwalimu. Hata dakika 3 tu. Naomba nipe adhabu yoyote nitaikubali, lakini sio kufanya hivyo. Nakuomba. Wewe adhabu gani na wewe? Basi sawa. Mimi kama unataka nipeleke kwa mwalimu. Maswali nipe tena nivu yako, naomba usifanye hivyo. Kama unataka njoo nyumbani. Lakini kama hutaki basi hivi ndio. Hakuna cha mwalimu tena hako. Nilikuwa na ndoto mkononi, kalamu na vitabu moyoni, kaka yangu akipambana gizani, mimi nione mwanga kesho. Chinga, nini shida? Ando kufuru zabwa wa darasani na Suzi. Naelewa kabisa maumivu unayopitia wewe. Mimi mwenyewe napitia hayo kwa sasa, ila sasa niombe kitu kimoja. Huyo kaka ni msichana mmoja mzuri sana, hata shuleni hapa wanaume wengi sana wapo. Bahati mbaya sana mimi hapa moyo wangu umeangukia kwa mtu mwingine ambaye ni Suzi. Nampenda sana Suzi, sio wewe. Chinga, unajisikiaje kufuata mwanamke asiyekupenda? Angalia wakati mimi nipo naipambana kila siku. Chinga, napambana ili niwe na wewe. Kwa nini lakini unanifanyia hivyo? Nasi mmeshuhudia wote darasani jinsi mlivyoaibika yani. Kila mmoja ameniona mimi sio kitu, ila bali mimi
nimempenda sana yule mwanamke. Sina jali amenidhalilisha kiasi gani, ila nimempenda sana yule mwanamke. Wewe bado ndiye kwenye moyo wangu. Utanisamehe sana Queen kwa hiyo. Chinga basi. Sasa ni bora tukose wote. Ninachoenda kumfanyia Suzi. Atakuja kukusimulia. Queen. Nenda nialimia hapo sasa. Sweet. Wow. Nilikuwa na ndoto mkononi, kalamu na vitabu moyoni, kaka yangu akipambana. Suzi, nimekufuata hapa kama rafiki yako, alafu nimekuja hapa kama mwanamke mwenzako. Kuna jambo natamani tuongee mimi na wewe. Jambo gani hilo? Hivyo unaelewa kwamba Chinga anakupenda? Chinga? Yeah. Naelewa kwamba Chinga ananipenda. Nasha nipata akanieleza kwamba ananipenda. Lakini nilimkataa kwa sababu mimi hapa nimekuja kwa ajili ya kusoma, si mapenzi. Hapo ndo nilikuwa nafataka shoga yangu. Kwa hiyo usimfuate Chinga kumwambia kwamba umpendi. Kwa kuwa mimi nampenda sana Chinga. Hivyo una utimamu wa akili kweli wewe? Unampenda Chinga? Koko nyumbani kwenu nimekwambia uje ufuate mapenzi. Hivyo mbona una huruma sana dada eh? Hii ni kwanza nikajua unaniambia kitu cha msingi sana. Kumbe mapenzi. Hivyo mapenzi atakupatia nini wewe? Eti nikamwambia Chinga kama sina ujinga kama huo wewe. Ongelea mada mingine. Ona. Angalia kwani. Mbona anajikuta sana kama anajua kusoma kuliko wenzake? Yes, that's sawa. Yeah. Sikia Suzi, waichi kilichotokea hapa, fanya kama ni ajali vile, ila kitu nachokusisitiza sana, nakuomba hii, usije ukasema kwa mtu yoyote. Nakuomba sana, usije ukamwambia mtu yoyote. Hata usingefanya na mimi hapa, najua ungefanya na mwanaume mwingine, ila kitu nachokusisitiza, nakuomba usiseme kwa mtu yoyote. Nakuomba sana, usije ukamwambia mtu yoyote. Unaweza ukavaa nguo na ukaondoka. Mwalimu, hiki ulichonifanyia sijapendezwa nacho hata kidogo. Huu ni ubakaji, ila ipo siku Mungu atanilipia. Mungu ndiye analiona hili. Chromosome at the opposite pole, spindle fibers disappear. Nucleus repair. Suzi, uko sawa? Niko sawa Eliza. Hapana, haupo sawa. Kwanza asubuhi nakuona haupo sawa. Niambie tu, kwa maana mimi ndo rafiki yako hapa shuleni. Ni kweli Eliza, ndo rafiki yangu wakwambia kila kitu, lakini naogopa. Usiogope, sasa utamwambia mwingine nani zaidi yangu? Niende kama utamwambia yeyote Eliza, tafadhali. Niahidi. Kweli? Ndio. Eliza.
Mwenzako mimi najisi mjamzito. Mjamzito? Unahisi au unayo? Kikweli ninayo. Ya nani tena? Mwalimu John. Nilikuwa na ndoto mkononi, kalamu na vitabu moyoni, kaka yangu akipambana gizani ili mimi nione mwanga kesho. Lakini siku moja nikapotea, maneno matamu yakapita mipaka, nilichanganya heshima na upendo, nikabeba kosa moyoni tumboni. Kila nikitazama